Yes, bwana, ligi kuu ya Tanzania bara NBC imeendelea kwa michezo yote 16 kupigwa katika viwanja tofauti kwa maana timu zote zimecheza katika muda mmoja kwa maana majira saa 10 kamili michezo yote imeanza rasmi. Young Africans wakiendelea kusalia kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na alama zao 76. Nyuma yao yupo Simba Sports Club na nyuma yao yupo Azam Football Club pamoja na Wekundu wa Msimbazi kucheza dhidi ya KenGold, lakini wamepata ushindi ambao bado ni mwembamba, timu ambayo hata haikupata nafasi kufanya mazoezi ya mwisho ama warm up kabla ya mchezo kuanza. Young Africans wameonyesha ubora na maandalizi bora zaidi kwenda kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa sababu wamecheza dhidi ya Tanzania Prison katika uwanja mgumu na wameweza kuifunga magoli 4+. Kwa hiyo basi tuseme Young Africans wanacho kikosi bora zaidi na kiko tayari kwa ajili ya ligi kuu ya NBC michezo miwili inayosalia sasa, na ule wa dabi ya Kariakoo Juni 25 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Young Africans wameshinda, lakini kuna timu imeshinda kwa mtindo, imeongoza msimamo kwa mtindo wa kuview once, kwa maana unaitazama mara moja inashuka. Ndicho ambacho wamekifanya Young Africans leo kujiridhisha kwamba msimu huu tunautaka ubingwa. Mchambuzi wa soka Tanzania mzee wa Kaliwa Oscar amekiri na kusema ya kwamba kuna namna magoli ya Young Africans yanawafikirisha Simba Sports Club kwa sababu mabao 4 si mabao haba, lakini pia hakuishia hapo. Mzee wa Kaliwa akazungumza bao la pili la Chama Clatous ambalo lilitengenezwa na assist ya Clement Mzize lilikuwa ni goli la offside, kwa maana hakuna namna ya kuwazuia Young Africans kwenda kuchukua ubingwa kwa msimu 2024-2025. Young Africans ndio mabingwa, lakini bado kuna mechi mbili ambazo ndizo zitaamua bingwa halisi kwa msimu 2024-2025. Mchezo wa dabi ya Kariakoo June 25 pale Benjamin Mkapa utatoa taswira halisi, lakini kwa sasa kikosi bora ambacho mimi naweza nikasema timu bora na timu ambayo iko imara hadi hivi sasa katika michezo ya leo ambayo nimeitazama Young Africans wamecheza na timu ngumu, lakini wameonyesha ni namna gani wao ni wakubwa, namna ambavyo wanaweza wakamshinda mpinzani kwa namna yoyote ile. Watu wengi najua dua na sala zao, hasa mashabiki wa timu pinzani, walikuwa wakiomba Young Africans aweze kupoteza mchezo wa leo, lakini haikuwa hivyo kwa sababu Young Africans ni miongoni mwa timu ambazo zina kikosi bora zaidi. Aliumia Prince Dube, akatoka akaingia Mwamba Lusaka Chama Clatous ambaye alikuja akafunga bao la pili, lakini pia bado Young Africans waliendelea kushikilia mchezo. Unaweza ukaichukulia mechi ya Tanzania Prison kama ni mechi rahisi kupata magoli 4, lakini ni miongoni mwa mechi ngumu kweli kweli kwa sababu aina ya uchezaji wao Tanzania Prison, lakini pia na quality ya kikosi chao kwa zawa, lakini pia namna ambavyo walikuwa wameiandaa mechi, lakini pia ukikumbuka na uwanja ambao walikuwa wakicheza nao, uwanja ambao hauruhusu, pichi hairuhusu mpira kutembea, lakini baada ya Young Africans wameonyesha ukubwa kwamba mkubwa ni mkubwa tu, na katika dakika hizi za mwisho sisi tunahitaji kupata matokeo Tanzania Prison, hakuna kitu kingine zaidi. Simba Sports Club wameshinda dhidi ya KenGold. Ukitazama KenGold ambao mpaka jana walikuwa hawajawasili Tabora kwa ajili ya kucheza na Simba Sports Club, na hata kwenye warm up hawakuweza kufanya warm up, ina maana ilipulizwa filimbi wakaingia ndani wakakianza kukipiga, lakini wame show up kwamba bado wanaweza kaonyesha kitu fulani mbele ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Pamoja wameshindwa kufua dafu, wamekalia chuma 4 kwenye kipindi cha kwanza tu, lakini Young Africans wao wameonyesha ukubwa na ubora wa kikosi. Nadhani katika hii michezo unaweza kaona sasa dabi ya Kariakoo itakuwa ni mechi aina gani. Watu huwa wanamfananisha Pacome Zouzoua na Mwamba Elie Mpanzu. Hapo ndipo utakuja kujua utofauti wa Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye ni team player, lakini Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye ni mbinafsi zaidi. Kwa hiyo usimfananishe profesa wa boli Pacome Zouzoua popote pale ulipo na Elie Mpanzu.